الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Enyi Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimshukie kiongozi wa umma Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwa Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Na kuhusieni kumcha Allah subhanahu, na tufahamu ya kwamba hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala yu pamoja na wale wenye kumcha, kama alivyosema Allah subhanahu, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wale wenye kumcha, wale wacha Mungu, wal ladhina hum muhsinun, na wale ambao ni watu wenye kutenda yaliyokuwa mema. Enyi waja wa Allah, hotuba yetu tutakumbushana moja ya ibada muhimu, ibada za kimoyo, ibada ambazo zafanywa na mioyo yetu, lakini bil asaf ni moja ya ibada ambazo zimesahauliwa sana na wengi katika Waislamu leo. Ala si nyingine ibada hiyo, tambueni husni adh-dhanni billahi subhanahu wa ta'ala, kuwa na dhana nzuri na Allah tabaraka wa ta'ala katika kile ambacho mwanadamu anakipitia katika maisha yake haya ya dunia. Ana uwajibu wa kuwa na dhana iliyokuwa nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila jambo, hata katika wakati ule wa misukosuko uliokuwa mkubwa. Muislamu atakiwa awe na husnu dhanni billahi subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mimma rawa al-Imam Muslim, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake katika hadithi ambayo ameisimulia al-Imam Muslim katika sahihi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hazanin wala hammin wala ghammin hatta ash-shawkatu yushakuha illa kafara Allahu biha min khatayahu. Katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallama anatukumbusha sisi Waislamu kuwa na ibada hii ndani ya mioyo yetu, kumdhania Allah iliyokuwa dhana iliyokuwa nzuri. Akasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, ma yusibu almuslima min nasabin, hakimpati muislamu katika tabu
wala wasabin, wala maradhi mbalimbali ambayo muislamu atatahiniwa na Allah kupata maradhi hayo, wala hazani, wala huzuni. Muislamu anapopatwa na jambo likamtia huzuni na simanzi, wala ghammi, hata upweke, kwamba anapata jambo linamtia upweke wa hali katika moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hata shauka, mpaka muislamu atakapokuwa anatembea katika barabara mwiba ukamchoma muislamu, illa kafara Allahu biha min khatayahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amfutia madhambi kwa hivyo ambavyo vimempata, mpaka mwiba utakapomchoma muislamu. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha kuwa na dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Unapopata maradhi uwe na dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kupitia maradhi hayo huwa ni shifa ya madhambi yako mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kumdhania dhana nzuri Allah tabaraka wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimma rawa al-Imam Tirmidhi wa Ibn Majah wa Abu Dawud, ala inna husna dhanni billahi min husni al-ibadat fala tadhunnu bi rabbikum illa khaira. Tambueni hakika jamani, kuwa na dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa ibada nzuri sana. Basi msimdhanie Mola wenu Allah isipokuwa iliyokuwa njema, isipokuwa dhana iliyokuwa nzuri. Hebu kirejee kisa maarufu cha hijra ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahibu wake kipenzi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walipokuwa katika pango, wamewakimbia aada Allah subhanahu wa ta'ala na vitembe vyao. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amejipumzisha ndani ya pango, Makuraish wanapita katika lile pango ambalo wao wako ndani yake wamejistiri. Abu Bakari anawaona, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila asfala qadamayhi la absarana. Ewe Mtume, ninashakia kwamba lau mmoja wao atapata akili ya kutazama chini ya nyayo zake, watatuona ewe Mtume wa Allah, na hapo tutaingia katika mtihani uliokuwa mkubwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Aba Bakri, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma. Ni ipi dhana yako ewe Aba Bakri kwa watu wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ma dhannuka bi ithnain ya Aba Bakr Allahu thalithuhuma. Ni ipi dhana yako ya Aba Bakri kwa watu wawili wapweke, watu waliokuwa na fedha na huzuni iliyokuwa kubwa, ulimwengu umewatenga, lakini watatu wao ni Mola wa mbingu na ardhi? Ni ipi dhana yako? Fala tadhunnu bi rabbikum illa khaira, msimdhanie Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa dhana iliyokuwa nzuri. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billahi subhanahu wa ta'ala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billahi tabaraka wa ta'ala, asife mmoja wenu isipokuwa na yeye anamdhania Mola wake Allah dhana iliyokuwa nzuri. Ndugu zangu katika imani, husni dhann billahi subhanahu wa ta'ala ni ile hali ambayo mwanadamu anakuwa nayo ya kutanguliza dhana iliyokuwa ya kheri katika kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anampitishia katika uhai wake wa dunia. Anapopewa mtihani wa maradhi, akawa na dhana kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anamfutia madhambi katika maradhi hayo. Anapoondokewa na nafsi, watoto, awe na dhana nzuri kwamba hakika ya Allah huenda amepusha yale mengi ya shari ya baadaye. Kama vile vile ambavyo wengi katika wanadamu leo tunasahau muda mwingine, hata Allah anapokupa ufinyu wa riziki, anapokupa muda mwingine Allah ufakiri, kuna muda Allah subhanahu wa ta'ala amekuepusha na mengi katika ya dunia yaliyokuwa si mazuri. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Lau Allah subhanahu wa ta'ala
angeliwakunjulia waja wake wote riziki ipasavyo, hakika pangeenea katika ardhi ufisadi uliokuwa kwa mkubwa kabisa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala muda mwingine anapowapa watu neema fulani ya kuwakunjia riziki, huwa amewaepusha na uovu mkubwa, sababu Allah alifahamu huyu bwana ningelimpa upato uliokuwa kubwa, riziki ikawa pana kwake yeye, pangeenea katika ardhi ufisadi uliokuwa mkubwa. Tutangulize kwenye kila jambo husnul dhanni billahi subhanahu wa ta'ala, kumdhania Allah dhana iliyokuwa nzuri. Tusiwe kama wale ambao katika surat Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala anawasema wanapopewa ya kheri huona Allah yuko pamoja na wao, wanapoingiza katika mitihani iliyokuwa mikubwa yadhunnuna billahi ghaira alhaqi dhanna aljahiliya. Allah anasema wanamdhania Allah dhana isiyokuwa haki, tena dhana ya kijinga. Muislamu atakiwa kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anapokupa neema fulani kakuridhisha, fayaqulu rabbi akraman, basi usiwe miongoni mwa wale ambao pindi Allah anapokupa mtihani fayaqulu rabbi ahanan. Kule ukipewa rabbi akraman, huku kidogo kikunjiwa unasahau kuwa na dhana nzuri na Allah, unasema rabbi ahanan. La tadhunnu bi rabbikum illa khaira. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuwa min alladhina idha sami'u alqawla yattabi'una ahsanahu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Enyi Waislamu, kwa mara nyingine na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kushikamana na maamrisho yake Allah na kujiweka mbali na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ninakuhusieni kushikamana na kitabu cha Allah na mwongozo na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani hakika hapana mafanikio ya mimi na wewe isipokuwa bitaati Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtii Allah tabaraka wa taala, wa bitamasuki bisunnati wal hadi nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kushikamana na sunna na mwongozo wa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Enyi waja wa Allah, hutuba yetu kama tulivyosema twazungumza kumdhania Allah dhana iliyokuwa nzuri. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ana maneno yake, anasema ya sahib alhammi, ewe uliyekumbwa na majonzi na mitihani iliyokuwa mikubwa, abshir, chukua bishara iliyokuwa njema, innal hamma munfarijun, hakika ya uwe upweke, huzuni iliyokuwa kubwa, faraja yake ipo karibu. Akasema al-Imamu Shafi'i, idha btulita, pindi unapopewa mitihani wewe, fathiq billahi, kuwa na msimamo uliokuwa mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waruba bihi, na umridhie Mola wako katika mtihani aliyokupa huo, kwani hakika hiyo misukosuko na mitihani hakuna mwenye kukufariji isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faruba billahi, kuwa radhi na Allah tabaraka wa taala, usimkufuru Allah subhanahu wa taala katika ile mitihani ambayo anakupitisha Allah tabaraka wa taala. Tanguliza kumpa Allah dhana iliyokuwa ya sawa sawa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walivyofasiri wanawachuoni kwamba kuna hatua tano mwanadamu anapopita katika hatua hizo tano, hapo inakuwa kwake yeye kumdhania Allah dhana iliyokuwa nzuri ni jambo muakada la sisitizwa sana katika nyakati hizo. Miongoni mwa nyakati hizo, inda dua, mwanadamu anapoomba dua awe na dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah tabaraka wa ta'ala yasma'uhu, hakika ya Allah anamuona, anna Allah yabsuru, hakika ya Allah anamsikia na kumuona. Kwa hivyo mtu asimuombe Allah dua kana kwamba anamuomba yule ambaye hasikii wala haoni. Ndipo hapo yakaja maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno maarufu sana,
ambayo wengi katika watu huwa twadhania labda ni maneno ya watu fulani hivi, labda ni maneno ya hikma ya wanawachuoni, kumbe ni maneno yaliyotoka katika kinywa ambacho hakitamki isipokuwa wahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, mnapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala muombeni ili hali mna yaqini hakika ya Allah atakupeni majibu. Kwa hivyo miongoni mwa nyakati ambazo mwanadamu ile dhana yake nzuri kwa Allah yatakiwa iwe kuwa kubwa kabisa ni pale anapofanya dua, amuombe Allah ili akiamini kwa yaqini Allah atamsikia. Allah anamsikia, anamuona, atampa majibu kwa kile ambacho yeye anakihitajia. Ila kwa sharti tu sisi tunasahau leo, mwanadamu Muislamu leo hii anapoomba dua yake anataka hapo hapo ajibiwe, ili hali yeye hajachukua zile asbabi za kufanya dua yake iwe aqrab bil ijaba, iwe karibu mno na kujibiwa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li. Sasa sisi watu tunataka tukiomba dua hapo hapo ijibiwe. Sisi tumemuitika Allah katika yale aliyotaka tumuitike? Au kama bayana an-nabii sallallahu alayhi wasallam katika ile hadithi ambayo rawahu Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha sababu zinazopelekea watu kutojibiwa dua zetu na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu bidhalik. Kwa sisi tunahitaji tukiomba dua hapo hapo ijibiwe, ile hali tunakula haramu, tunakunywa haramu, tunavaa haramu, maisha yetu tumepamba na pato la haramu, vipi tutajibiwa? Lakini tukichukua zile sababu hizi tukajiepusha na mambo haya ya haramu, dua zetu zitakuwa karibu na kujibiwa. Sasa tukishafanya zile sababu za kujibiwa dua, ndio tuongeze hili lingine la muhimu, tunapomuomba Allah, wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni ile hali nanyi mna yaqini hakika ya Allah atakupeni majibu ya kile ambacho mnakiomba. Tumdhanie Allah dhana iliyokuwa nzuri, ndugu zangu katika imani, katika maisha yetu yote. Ndugu zangu katika imani, kuonyesha thamani ya mwanadamu kuwa na dhana iliyokuwa nzuri katika maisha yake, hasa katika wakati mgumu anaopitia. Hebu rejea kisa cha Musa alayhi salam na Banu Israil na aduwullahi Firaun alayhi la'na. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akisimulia kisa hiki ndani ya Qur'ani anasema, mpaka alipofika wana wa Israil na Musa katika kando ya bahari, walipoona wana wa Israil kwamba hawana njia ya kupita, walimwambia Musa, ya Musa inna lamudrakun, Musa, hakika umetufikisha mahala sasa hatuna pa kwenda, tutaingia katika mikono ya Firaun, umetuangamiza Musa. Hebu tazama waja wema wa Allah ni namna gani wanakuwa na dhana nzuri sana Allah. Hivi tungejekuwa mimi na wewe tumefika katika sehemu ya bahari, tunaambiwa vuka hapa Dar es Salaam uende Zanzibar, hauna mtumbwi muda wa kuvukia baharini, sisi Waislamu wa leo na imani zetu tulizonazo ingelikuwaje hali pale? Lakini hebu mtazame Musa alayhi salam, aliwaambia inna ma'i rabbi sayahdini, hakika yangu mimi niko na Mola wangu hivi sasa hapa, msiwe na shaka, Mola wetu tuko naye jamani, atatupa muongozo wapi nini tufanye. Kwa sababu ile dhana nzuri ya Musa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kweli Allah alimpa njia ya kupita. Fa auhaina ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr, tukamwambia Musa, hebu piga fimbo yako katika bahari, wakapata njia ya kupita baharini. Tuwe na dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila gumu tunalopitia. Tukimpa Allah dhana iliyokuwa nzuri, Allah atatupa mwongozo nini tufanye, nini wapi tupite, nini tufanye ili tuongoke katika wakati mgumu tunaopitia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi waja wake kuwa waja wasikivu wa maneno kufanya kazi yaliyokuwa mazuri. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma innana zalamna anfusana
fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.